Tunakwenda katika AFCON, lakini tujue kwamba usafi ni wetu sote. Tayari hilo ni la kwanza. Tunakwenda katika AFCON, tunaanza matayarisho mapema, tunaelekea kwenye AFCON, usafi ni wetu sote. Lakini huku tunakwenda katika AFCON, tuna leki ya kuwa na vifaa vya kutosha vya kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza swala zima la usafi. Tayari. Lakini la tatu, tuwe tuna mfumo mzuri toka katika mtupaji taka, mkusanyaji taka na msafirishaji taka. Lakini jengine kwamba tunakwenda tujue kwamba tuna maeneo mengine hayana maeneo ya kutupia taka, ama kuna baadhi ya maeneo kwamba yale maeneo ya kutupia taka ni madogo ukilinganisha na nani, na uzalishaji wa taka uliokuweko katika maeneo yale. Tayari. Lakini huku wafanya biashara wote wa maeneo ya barabarani, kwa hivyo ni lazima kuwe kuna dustbin ya kuweza kutupia taka ili kusionekane taka yoyote iliyokuweko katika maeneo yale. Na tunaposema hapa, tunapokaa pamoja watu tunakubaliana vizuri sana, lakini tukitoka utekelezaji haupo. Utekelezaji na usimamizi haupo. Hili ndiyo kuna tatizo kubwa. Tunakwenda katika suala la ulinzi na usalama katika maeneo yetu, shehia zetu. Tunakwenda katika AFCON, masheha, tuna hali gani ya ulinzi na usalama? Tunataka tujitayarishe. Kuna nini huko? Kuna matukio yapo yanatokea, taarifa hazipatikani, hazitolewi, watu wapo tu. Tunaendelea vipi kwenye AFCON na ugeni ambao tunaotaka kuupata? Tunaanza kupata michango. Unapozungumza tuweze kufocus nini kifanyike, na kama wewe ni mwenye shehia ile, matukio yanatokea. Kuna shehia moja yametokea matokeo saba, sheha hajaripoti hata hili moja. Kuhusu hali ya ulinzi kuelekea kwenye AFCON. Hali ya ulinzi katika shehia sasa hivi, mheshimiwa, si mbaya sana, inaridhisha, ni nzuri, lakini bado tuna matukio madogo madogo ya vijana wetu hawa ambao ni wadogo tu, wanakuwa sasa hivi kuchezea mapanga. Tunao mitaani ambao wanachezea mapanga, wanatishia tu kwa mapanga, lakini raha yake mheshimiwa, watu tunawajua kwa majina, tunajua wanakaa wapi, tunajua na ala wapi, kwa sababu ni vijana wetu. Hivi nafsi nao wanne wananisumbua na nishapeleka pahala. Kwangu kuna changamoto la vijana watukutu wanaotumia mapanga. Hapa ninapozungumza, jana polisi jamii wangu ndio kapata ruhusa kutoka hospitali ya Lumumba. Shehia ya Mtoni imezungukwa na msitu wa Masingini. Kwa hiyo vijana wanatumia sana kufanya tukio na kukimbilia kwenye msitu. Lakini la pili, tumezungukwa na bahari. Pia tunapokea wageni wengi ambao wote wanaaminika kama ni wavuvi, lakini ni wahalifu walio wengi, lakini wanajifisha kwenye uvuvi. Lakini ni kuombe mheshimiwa, shehia ya Mtoni imezungukwa na kambi 3, JWTZ ya Mtoni kituoni, halafu kuna ya Mwanyanya na kuna KVZ. Kwa hiyo nakuomba, na mheshimiwa wangu yupo hapo wa KVZ namuona, naomba uzungumze nao, tusaidiane ulinzi. Tukiwaachia polisi tu hawawezi, hata polisi jamii hawawezi, japo wapate muda wa kuzunguka ule msitu. Vijana wajue kwa wanajeshi wapo, hawatokuja, kwa sababu tunapokea watu kutoka mbali. Wanafanya matukio hawatoki Mtoni tu, wanatoka Kibeni, Boriborini, Mtofaani, Mera, wengi ni wageni, Daraja Bovu, Mtoni Kidatu, wapo watu na tunawajua majina na wanashirikiana na baadhi ya watoto wa Mtoni. Kwa hiyo naomba uzungumze na hivi vyombo vya ulinzi hivi vitusaidie. Kwa hivyo tunayo nafasi ya kutoa elimu, kuwashauri wananchi umuhimu wa kwenda kutoa ushahidi mahakamani pale wanapoitwa. Tumelizungumza suala la ulinzi na usalama kuelekea AFCON. Tumeyasikia maoni yenu, tutayafanyia kazi.